Zaburi 68:11 inasema Bwana analitoa neno lake. Bwana alitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wao wanawake ni jeshi kubwa. Anasema nani? Narudia, wanawake ni jeshi kubwa. Anasema nani? Niseme tena la mwisho. Mwanamke ndiye mwanzo wa dunia kuongezeka kama ilivyo mpango wa Mwenyezi Mungu. Amina. Mwanamke huyu ndiye mwanzo wa ukombozi tunaoimba leo. Tunasema Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu alimchukua, aliamua kumpitishia kwenye tumbo la mwanamke huyu mkombozi ambaye kila siku tunamuimba. Haleluya. Amina. Ndio maana alizaliwa Yesu Kristo ndani kupitia kwenye tumbo la mwanamke. Ndio maana tunasema mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke huyu ndiye mtu ambaye Mungu aliamua kumtumia kutupa sisi ushuhuda kwamba Yesu amefufuka. Amen. Sijui unafahamu hilo? Kwa hiyo mwanamke ametumika kwenye uumbaji, mwanamke ametumika kwenye uzao, mwanamke ametumika pia kwenye kutangaza ufufuo wa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza. Tuseme haleluya. Kwenye nchi hii ya Tanzania, mwanamke ndiye aliyepigania ukombozi wa Tanganyika, ingawa watu wengi wanajaribu kumficha mwanamke. Kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Bibi Titi Mohamed. Kulikuwa na akina mama mmoja anaitwa Mtumwa Kitete. Yeye alikuwa ni mama anayepika vitumbua pale Dar es Salaam. Na ndiye aliyeweza kumchangia Mwalimu Nyerere nauli ya mwisho ya kwenda UN kwa ajili ya kudai uhuru wa Tanganyika. Piga makofi kwa mwanamke. Maono ya wale wanawake wa miaka ile, Mungu amejibu kwa kumleta Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa ile ilikuwa ni ndoto ya kina Bibi Titi Mohamed. Walikuwa wanamuomba Mungu japo nao waonekane kwenye dunia kama wanawake wanaweza kutawala. Hatimaye leo tumempata Daktari Samia Suluhu Hassan anatawala kwa kuwakilisha wanawake. Wanawake oye! Wanawake ni jeshi kubwa. Yes, ni jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake tujiamini. Amina. Muamini kwamba mnaweza. Na hawa wanaume mnaowaona wanavaa suti, nyuma yao kuna wanawake. Piga makofi kwa wanawake. Naomba niseme kwamba wamama, iwe wa kanisani, iwe usio wa kanisani, alimradi wewe ni Mtanzania na umezaliwa kama mama, jiamini. Amina. Kule Zanzibar kulikuwa na mama mmoja anaitwa Binti Zahoro, kama nafikiri yeye alikuwa ni mwanamapinduzi kule Zanzibar na mpaka leo nafikiri yuko hai. Ni kati ya wanawake waliopigania mapinduzi ya Zanzibar. Ni kama hapa Tanganyika, ukiachana kina Bibi Titi, kulikuwa kina Lucy Lameki, kulikuwa na wanawake wengi sana. Tena wengine walikuwa wanatoka Tabora ambao walipigania nchi hii, ingawa taarifa zao hazikuwekwa rasmi. Na tunasema kupitia hapa kanisani, kama itampendeza Daktari Samia Suluhu Hassan awatambue wamama walioshiriki kwenye ukombozi wa Tanganyika. Pigeni makofi. Ikibidi baadhi ya mitaa, baadhi ya station zipewe majina yao, kwa sababu Mama Samia amekuja kutimiza ndoto za kina Bibi Titi Mohamed. Amina. Wanawake jeshi kubwa.
Kataeni wanawake wa Tanzania kudharauliwa kwa kupewa chumvi na wagombea, kupewa pesa na wagombea. Haziwezi kuwapeleka popote. Badala yake mnakuwa watumwa wa viongozi waliowanunua. Katendeni haki kama Mungu anavyosema. Katendeni haki, jitengeni na rushwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.